Je, umewahi kuingia kwenye fursa ya uwekezaji au biashara ukiwa na matumaini makubwa, lakini punde tu hali ilipoanza kubadilika na kuelekea upande usiofaa, ukajikuta unatokwa na jasho, unapaniki na kufanya maamuzi ambayo baadaye uliyajutia? Labda ulikuwa umekaa, unaangalia hali ya pesa zako, kila kitu kinaonekana kwenda vizuri. Unaona namba zinapanda, unaona kabisa hali iko upande wako. Ukaweka pesa zako kwa ujasiri mkubwa. Dakika chache au masaa machache baadaye, mambo yanaanza kubadilika. Mwanzoni unaipuuzia. Unajiambia, ni kawaida tu, itarudi. Lakini kadri muda unavyosonga, hasara inaongezeka. Mapigo ya moyo yanaongezeka. Unaanza kufuatilia hali mara kwa mara zaidi. Na hapo ndipo vita halisi inaanza. Karibu kwenye Sauti ya Kurasa. Na hii ni sehemu ya mfululizo wetu wa mwezi huu, Akili ya Utajiri. Na leo tunazama ndani ya kitabu The Disciplined Trader cha Mark Douglas, ambacho kinaonyesha kwa nini watu wengi hushindwa kwenye uwekezaji, si kwa sababu hawajui, bali kwa sababu hawawezi kujidhibiti. Watu wengi wanaamini kuwa siri ya kufanikiwa kwenye uwekezaji ni kujua mambo yatakavyokwenda. Wanatafuta njia sahihi, wanatafuta mtu wa kuwaongoza, wanatafuta mbinu ambayo haitashindwa. Lakini ukweli ni huu: mara nyingi adui yako sio mazingira, bali ni akili yako mwenyewe. Ni rahisi sana kulaumu mazingira. Ni rahisi kusema mambo hayakwenda vizuri. Lakini ukiangalia kwa uaminifu, mara nyingi utakuta kwamba sio mazingira yaliyokusaliti, ni wewe uliyesaliti mpango wako. Hebu fikiria hali hii kwa undani zaidi. Umeweka pesa zako kwenye uwekezaji, iwe ni biashara, hisa au hata forex. Mwanzoni unaona matokeo mazuri kidogo, unafurahi, unaamini umeelewa mchezo. Labda hata unaanza kuwaza kuongeza zaidi. Lakini ghafla mambo yanabadilika. Kile kilichokuwa kinaonekana kama ushindi kinaanza kuyumba. Ndani ya muda mfupi, ile furaha inageuka kuwa presha. Akili yako inaanza kukusukuma kufanya maamuzi ya haraka, si kwa sababu ni sahihi, bali kwa sababu unataka kuondoa ile hisia ya maumivu. Hapo ndipo wengi wanaanguka. Ukweli mchungu ni huu: watu wengi hawapotezi pesa kwa sababu ya mazingira. Wanapoteza pesa kwa sababu hawawezi kujidhibiti wanapokuwa chini ya presha. Hii sio bahati mbaya, hii ni psychology. Akili ya binadamu imeumbwa kukulinda dhidi ya hatari, lakini kwenye ulimwengu wa pesa, mfumo huo huo unakuwa kikwazo chako kikubwa. Unapoona mambo yanabadilika ghafla, akili yako inaingia kwenye hali ya tahadhari. Inataka uchukue hatua haraka, na kwenye uwekezaji, haraka mara nyingi ndiyo adui. Unafanya maamuzi kwa panic. Unachukua hatua kwa hofu, unashikilia matumaini yasiyo na msingi, na bila hata kujua, unaanza kufanya kinyume kabisa cha kile kinachohitajika kujenga utajiri. Hapa ndipo somo kubwa la Mark Douglas linaingia. Mafanikio kwenye uwekezaji hayaji kwa kuwa sahihi kila wakati, yanakuja kwa kuwa na nidhamu ya kufuata mpango wako bila kuyumbishwa na hisia. Mwekezaji mwenye nidhamu haingii kutafuta ushindi wa haraka. Anaingia akiwa tayari kukabiliana na mabadiliko. Anakubali mapema kwamba mambo hayatakuwa sawa kila wakati, na kwa sababu hiyo haogopi hasara ndogo. Anajua kuwa hiyo ni sehemu ya mchezo, na tofauti kubwa inaanza hapo. Wakati mtu wa kawaida anajaribu kushinda kila wakati, mwekezaji mwenye nidhamu anasimamia hatari. Anaelewa kuwa hakuna uhakika, kuna uwezekano tu. Hii inabadilisha kila kitu, kwa sababu sasa hauhitaji kuwa sahihi kila wakati ili ushinde. Unahitaji kuwa thabiti. Kwenye maisha ya kawaida kuna mipaka, kuna mfumo unaokuzuia kufanya makosa makubwa. Lakini kwenye ulimwengu wa pesa, hakuna mtu wa kukulinda. Wewe ndiye mfumo wako. Na katika dunia ya leo, ambapo kila mtu ana fursa ya kufanya maamuzi ya kifedha kwa urahisi, changamoto sio kufanya, changamoto ni kujizuia. Kujizuia ndiyo nidhamu. Na nidhamu hiyo haiji yenyewe, inajengwa. Inaanza na maamuzi madogo. Unaingia lini, unatoka lini, na uko tayari kupoteza kiasi gani kabla hujachukua hatua. Inaanza na kukubali kuwa huwezi kudhibiti kila kitu, lakini unaweza kujidhibiti. Na hapo ndipo nguvu yako ilipo. Kwa sababu kama Mark Douglas anavyotuonyesha, utajiri haujengwi kwa kuwa sahihi kila wakati. Unajengwa kwa kuwa na nidhamu kila wakati. Sasa chukua hatua moja rahisi lakini yenye nguvu. Angalia maamuzi yako ya kifedha ya hivi karibuni. Jiulize kwa uaminifu: je, ulifuata mpango wako au uliendeshwa na hofu na tamaa? Anza kujifunza kuzitazama hisia zako badala ya kuzifuata. Hutazikwepa, lakini hutaziruhusu zikuamulie.
Na hapo ndipo unapobadilika kutoka kuwa mtu anayebahatisha kwenda kuwa mtu mwenye nidhamu ya kifedha. Kumbuka, dunia ya pesa haina hisia na wewe, hivyo huna sababu ya kuwa na hisia nayo. Hii ni Sauti ya Kurasa. Kama umeelewa somo hili, andika kwenye maoni, mimi siendeshwi tena na hisia, na subscribe, kwa sababu hapa tunajenga akili ya utajiri, si hisia za utajiri.